Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu sana kwenye uchambuzi wa kina. Leo Mei 11 mwaka 2026, Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS, Wakili Boniface Mwakubusi ametoa kauli kali na ya kina ambayo imezua maswali makubwa kuhusu uhalali wa ufanisi wa tume ya Jaji Mohamed Chande Othman iliyochunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Mwakubusi amesema moja kwa moja, tume hiyo imeshindwa kutoa majibu ya kutosha kuhusu masuala nyeti kama utekaji, upotevu wa watu na mauaji, na badala yake imetegemea sana taarifa za vyombo vya dola bila uchunguzi huru na wa kina. Ameongeza kuwa familia nyingi za waathirika bado hazijapata haki wala faraja, na TLS imebaini kuwa watu wengi waliteswa, kunyimwa haki zao za msingi na kushikiliwa kinyume cha sheria wakati wa matukio hayo. Katika mkutano na waandishi wa habari makao makuu ya TLS Dar es Salaam, Wakili Mwakubusi alizungumza kwa ujasiri na kujenga hoja zifuatazo. Tume ya Jaji Chande imeshindwa kutoa maelezo na ushahidi wa kutosha kuhusu masuala nyeti kama utekaji wa watu, upotevu wa raia pamoja na mauaji. Na tume imetegemea sana taarifa za vyombo vya dola, yani kama polisi na taasisi nyingine za serikali bila kufanya uchunguzi huru na wa kina. Kuna familia ambazo zimepoteza ndugu zao zikiwapata kama maiti wakiwa mochwari kule, na baadaye watu hao kupotea bila majibu ya wazi. Tume imeshindwa kutoa majibu ya kina kuhusu nini kilichotokea, nani alihusika na hatua gani zimechukuliwa. Mfano maalum, kesi ya watu kama Humphrey Polepole na wengine wanadaiwa kutekwa. Mwakubusi anauliza, huwezi kumwambia mtu kama Polepole alidanganywa na mapenzi na kufichwa chumbani mpaka leo. TLS imebaini kuwa watu wengi walioshtakiwa kuhusiana na matukio ya Oktoba mwaka 2025 waliteswa, kunyimwa haki zao za kisheria, na baadhi walifika mahakamani wakiwa hawajapata matibabu wala kujistili maungo yao. Mwakubusi anasisitiza kuwa hii si haki, inaharibu imani ya umma katika taasisi za kitaifa. Uchunguzi wa kina uliofanywa na tume ya Jaji Chande. Kuna changamoto kuu ya tume ya Jaji Chande. Mwakubusi anaonyesha kuwa tume ilishindwa katika eneo muhimu zaidi, yani kutoa majibu ya wazi na ya kina kuhusu vifo, utekaji na upotevu wa watu. Badala yake ilitegemea sana ripoti za vyombo vya dola, jambo ambalo linaweza kuathiri uhuru na uaminifu wa ripoti. Tukija kwenye suala la uwajibikaji, anasisitiza kuwa familia zinastahili kujua nini kilichotokea kwa ndugu zao. Kutoa majina, sababu na hatua za uwajibikaji ni muhimu ili kuleta uponyaji wa kitaifa. Kukwepa masuala haya kunazidisha mashaka pamoja na chuki. Mfano wa Humphrey Polepole na wengine, kauli yake inaonyesha kuwa kuna visa maalum vya utekaji ambavyo havijashughulikiwa vizuri. Kuwa na watu wenye hadhi kama Polepole wakidaiwa kutekwa na mapenzi ni kejeli ambayo inaharibu imani ya umma. Tukija kwenye madai ya utesaji na ukiukwaji wa haki, TLS inasema watuhumiwa wengi waliteswa na kunyimwa haki zao za msingi kama matibabu pamoja na kujistiri. Hii inakinzana na kanuni za haki ya sheria na inaweza kufanya kesi zote zishindwe mahakamani kwa sababu ya ushahidi uliopatikana kwa njia ya haramu. Hili jambo lina maana gani kwa taifa na hali ya sasa nchini? Kwa upande wa familia za waathirika, kauli hii inawapa sauti na inasisitiza kuwa haki yao bado haijafanywa na wala haijapatikana. Kwa upande wa serikali pamoja na tume, inazidisha shinikizo la kutoa majibu ya kina na kurekebisha mapungufu ya ripoti. Na kwa upande wa jamii ya wanasheria, TLS inachukua nafasi yake kama mlinzi wa haki na sheria na inawapa changamoto wenzake kuwa na ujasiri. Kwa upande wa demokrasia, inakumbusha kuwa tume za uchunguzi zinahitaji uhuru, halisi na uwazi. Ikiwa hazifanyi hivyo, zitaonekana kama zana ya serikali badala ya chombo cha haki. Hii inaungana na kauli za viongozi wengine wa upinzani na baadhi ya asasi za kiraia zinazodai uwajibikaji mkubwa zaidi. Wakili Mwakubusi amezungumza ukweli muhimu. Tume ya uchunguzi inapaswa kuwa na uhuru halisi na kutoa majibu ya kina kuhusu masuala nyeti kama vifo, utekaji na mateso. Kutegemea sana ripoti za vyombo vya dola bila uchunguzi huru kunapunguza uhalali wa ripoti. Na suala la uwajibikaji ni la msingi. Familia zinastahili kujua nini kilichotokea kwa ndugu zao. Kutoa majibu ya wazi si haki tu,
bali ni hatua ya kuleta uponyaji wa kitaifa. Kukwepa masuala haya kunazidisha mashaka pamoja na chuki. Serikali inatakiwa iweke ripoti kamili ya tume ya Jaji Chande hadharani na ianze mchakato wa uwajibikaji wa wazi bila upendeleo. Mahakama na TLS ziweze kushirikiana katika kufuatilia kesi zinazohusiana na matukio ya Oktoba mwaka 2025 ili kuhakikisha haki inatendeka. Viongozi wote wa kisiasa na kidini waepuke lugha inayoweza kuongeza migawanyiko na badala yake waombe haki pamoja na uponyaji. Taifa linahitaji mazungumzo ya kitaifa yenye uwazi ili kushughulikia jeraha la Oktoba mwaka 2025 na kurekebisha mambo yasijirudie. Mwisho wa siku, haki inayofichwa au kupunguzwa uzito inazaa chuki pamoja na migawanyiko. Tanzania inahitaji ujasiri wa kutoa ukweli na kuwajibisha wahusika wote ili kuendelea mbele kama taifa moja. Wakili Boniface Mwakibusi amesema wazi kuwa tume ya Jaji Chande imeshindwa kutoa majibu ya kutosha kuhusu vifo, utekaji na mateso. Inaonekana kama inawalinda wahusika. Kauli hii inaongeza shinikizo la kudai uwajibikaji halisi. Tanzania inastahili haki, uwajibikaji na amani inayotegemea ukweli. Tuendelee kudai yote. Nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii kuhusiana na hiki alichokisema wakili na rais wa chama cha mawakili Tanzania TLS, Mheshimiwa Boniface Mwakibusi? Una maoni gani kuhusiana na kauli yake?